Kwa jina anaitwa Angela Nalimi, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ya wanachama wa vyama vya ushirika waweze kujengewa uwezo wa namna bora ya kusimamia vyama vyao. Kwa sababu sisi vyama vya ushirika tunaamini mwanachama ndo mlinzi namba moja wa chama chake. Kwa sababu yeye ndo mtumiaji wa huduma, lakini yeye ndo mmiliki wa huduma. Serikali ina support sana vyama vya ushirika. Kwanza tukimuangazia mwanaushirika namba moja, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Utaona tu kama ambavyo siku zote huwa tunamsifia na kumshukuru kwamba ameweza kutupa hata bilioni 5 za kuendeleza benki yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaonesha kabisa kwamba serikali ipo bega kwa bega na vyama vya ushirika. Lakini kuwepo kwa Tume ya Maendeleo ya Ushirika ambao ndo sisi taasisi ambayo inasimamia ushirika tu, yani shughuli yetu sisi kubwa ni kusimamia ushirika. Lakini kuwa pia chini ya BOT, taasisi ya serikali ambayo ina regulate jinsi ambavyo hela zetu zinaingia na kufanya kazi kwenye vyama vyetu. Kwa hiyo SACCOS ni taasisi ambayo inapewa support sana na serikali. Dalili ya ubadhilifu kwenye chama, hatua ya kwanza tunayofanya, tunafanya special audit, ukaguzi maalum. Tukishafanya ukaguzi maalum, tukibaini kweli kwamba kuna ubadhilifu, basi taratibu za kisheria zinachukuliwa kwa kutumia vyombo vyetu vya usalama vya nchi. Serikali inasimamia hivi vyama vya ushirika na sisi tupo, lakini kama tulivyosema, mwanachama ndio mlinzi wa kwanza wa chama chake cha ushirika. Yaani mwanachama ndio mlinzi wa kwanza wa SACCOS. Kwa hiyo tutoe wito kwa wanachama wa vyama vya ushirika, kama mafunzo ambayo tunafanya kuwajengea uwezo, wavisimamie kweli vyama vyao, kwa sababu unajua hakuna shule ya uaminifu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna viongozi ambao wanakuwa sio waaminifu kwenye SACCOS. Kwa hiyo wawafichue hao viongozi ili kama kuna hatua tuchukue hatua mapema kabla SACCOS haijafa. Tayo Mapundi ni miongoni mwa wawezeshaji wa mada ambazo zitaendeshwa kwa siku hii ya leo. Tunafahamu kwamba wanachama wengi hawaelewi umuhimu wa wao kuwepo kwenye hivyo vyama. Lakini kwa nini tunasisitiza sana elimu hii ya ushirika, hususan ushirika wa akiba na mikopo? Kwa sababu kama nilivyosema kwamba kwenye vyama vya ushirika mwanachama ndiye mmiliki. Yeye mwenyewe ndio mtoa maamuzi, lakini yeye mwenyewe ndio mtumiaji wa hiyo bidhaa. Kwa hiyo unajikuta kwamba tofauti na taasisi nyingine, huku anakuwa na uwanja mpana sana wa kufanya maamuzi ambayo yanamfaidisha yeye mwenyewe, kuliko kwenda kutegemea sehemu nyingine ambayo maamuzi yanafanywa na watu wengine, halafu wewe ndio unakuja kutumia hizo bidhaa. Mimi naitwa Winnie Joshua, nimetokea ushiriki wa Lufthansa Group, Lufthansa SACCOS Limited. Kwa hiyo nashukuru kuwepo mahali hapa. Elimu hii na mafunzo hii imetufundisha namna ya kuboresha ushiriki wa vitengo mbalimbali za huduma za fedha, na kwa namna moja au nyingine mimi kama mwanachama au mshiriki ninaona mimi ni mtu muhimu sana kujua mijadala mbalimbali ya hivi vyama. Kwa mfano, natakiwa nijue chama changu kinahusiana na nini, kimesajiliwa, katiba zilizosajili, sheria namba ngapi, zinasemaje, haki zake ni zipi, ili niweze kujua haki zangu mimi kama mwanachama zinaniguide kiasi gani. Kwa kifupi, napenda kushukuru serikali yetu, imekuwa mchango mkubwa sana katika vyama vyetu, kwa sababu imesaidia na imetupa, tumeona mkono wao katika jambo letu hili, na tusaidia wengi wanapata mtaji na wanafanya mambo tofauti tofauti. Asante. Na hii inatusaidia wanachama wengi kupata elimu ya ushirika, kwa sababu kuna wengine anatamani kuingia kwenye ushirika, lakini anakutana na maneno ni mengi, labda ushirika hivi ushirika, lakini once akipata elimu ya ule ushirika inakuwa rahisi naye kuingia kwenye ushirika, na tunaweza tukaikuza hii taasisi ikafika mbali zaidi, kwa sababu ni taasisi ambayo kwanza ushirika, tukumbuke kwanza hata mikopo kupata mkopo ni rahisi na kwa riba nafuu. Zulfa Ibrahim Jarumbe, mimi ni mwakilishi kutoka Bandarini SACCOS.